kabla hajafuta nimesema awali, kabla hajafuta usajili wa kanisa anapaswa kutoa notice. Na notice ikishajibiwa na nini ndio anaweza sasa kutokana na alichokiona mbele yake anaweza kufuta huo usajili. Kifungu cha 19 cha sheria hiyo kinasema kanisa ambalo limefutiwa usajili linaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa Registrar of Societies kwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa sisi kuna principle inaitwa exhaustion of local internal remedies, kwamba huwezi kwenda kwenye hatua nyingine ya ziada mpaka kwanza umalize ule utaratibu wa ndani. Hata kanisa nafikiri kuna utaratibu kwamba mtu ambaye kunapotokaba mgogoro kati ya kiongozi wa ngazi fulani na Register Trustees, kabla unaenda mahakamani lazima upitie kati rufaa sehemu fulani. Ukienda kwingine unapigwa pingamizi kwamba maliza kwanza ndani ndio njoo kwetu. Kwa hata kwenye huu mchakato wa kupambana na kufutiwa usajili unapaswa kwanza ukate rufaa kwa waziri. Kwa sisi tulikata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Nafahamu kama nitakapoenda kuelezea hata uongozi kuelewesha ilikuwa shida kidogo kwamba hivi kweli kabisa unategemea waziri wa mambo ya ndani atasiza rufaa yetu na kutufungulia wakati mapolisi ni bosi wao ndio huyo waziri wa mambo ya ndani. Lakini nikawaelewesha kwamba no. Swala sio sentiment. Swala ni sheria. Ndivyo ilivyo, ukiruka hatua utakwenda kukwama kirahisi. Tukaandika barua ya kukata rufaa, sababu zikiwa hizo ambazo nimejaribu kuzielezea, hizo sitaki kuwachosha sana. Na kwa tuvenda mahakamani tuliomba zuio la muda mfupi kama nilivyosema kusubiri kesi ya msingi wenzetu wakijibu hoja, lakini kwenye maombi ya kusikiliza pande zote mbili tulisema kwamba hoja zikishaletwa za upande wa pili mahakama isikilize na iamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufuta usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya sheria We love fast things because who enjoys waiting? That's why you choose LG Dual Cool for the fast cooling, right? LG Dual Cool. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani kama nilivyosema tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa waziri wa mambo ya ndani. Well, tutasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo jibu. Hoja ya pili sasa ambayo ndio nataka wote tuwe makini kidogo, kwa sababu ni ambayo sasa kuna watu ambao baada ya kusikia kama hawana hii barua huko, hao wafanya maamuzi na watekelezaji kama hawana hii barua, basi katika aya ya pili anasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haikirahia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya sura ya. Barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima. Wakati inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa
barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337. Hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama wenyewe alivyoandika, kanisa la ufufuo na uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini pia barua hiyo, mtu anayesimamia rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, hivyo ni dhahiri. Kwanza wanasema hivi, barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyo ambaye anafungia makanisa anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine. Kama nilivyosema, nakuwa mwangalifu kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusiwi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao nawaalika wajaribu kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. Barua inasema kabisa kwamba kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani kwamba kanisa lilofutiwa usajili, yani kwa mjibu wa hiyo barua hiyo ambayo kama nilivyosema inazunguka mitandaoni, na barua hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia. Mwenye wizara anasema kanisa lilofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Kama nilivyosema awali, barua yenyewe inajielezea tu. Kwa hiyo kama kweli tungekuwa tunafuata sheria, bahati mbaya nimewaona watu kadhaa na wengine na waheshimu kabisa wakisema kwamba kuna amri ya serikali inatekelezwa. Nawaalika hiyo barua kama ipo tofauti na hii iliyozungumzwa kwenye barua hii ya waziri, basi barua hiyo washare na sisi ili tuishughulikie barua hiyo nyingine. Na kama kwa context hii haya ndio majibu, hiyo barua wanaoisimamia, hebu wajiangalie kwenye kioo, wote wanaohusika wajiangalie kwenye kioo kwamba hivi ni halali kweli kufungia shughuli za kanisa katika maudhui kama haya. Yaani tena kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Kwa nini wasiende kutafuta kanisa la Glory of Christ Church ambalo ndio barua ilivyoandikiwa?